Kwa majina naitwa Faridi, mimi ni bodaboda wa hapa stendi Uswahilini. Kwa majina naitwa Faridi Damian, ni bodaboda wa hapa stendi Uswahilini. Okay, tumeona kuna kupanda kwa bei ya mafuta. Kama bodaboda mtumiaji wa chombo cha moto, nini mtazamo wako kwenye hili? Kwa kweli katika hili upandaji wa mafuta imekuwa ghafla sana, kwa sababu hatukutegemea. Tumeona mara nyingi mafuta yakipanda huwa ni senti, shilingi nini, lakini imepanda ghafla sana kutoka 3,170 mpaka sasa 4,070. Kwa kweli imepanda ghafla sana, yani kitu ambacho hatukutegemea. Unafikiri kupanda kwa bei ya namna hiyo kwa kiwango kubwa namna hiyo kutakuathiri vipi kama afisa usafirishaji ambaye shughuli zako kila mara ni mafuta? Inatuathiri sana kwa sababu wateja hawakutegemea bei hiyo, kwa sababu mteja sasa hivi ameamka jana anaenda sehemu wamwambia 1,000, sasa hivi unakuja kumwambia 3,000, hawezi kukupa hiyo hela. Kwa hiyo inatuathiri sana, na sheri pale sio kwamba wanaregeza mafuta, bei ni ile ile iliyopangwa na serikali, kwa hiyo hawaregezi. Sisi wateja, mteja kuja kumuelewesha kwamba nauli imepanda kwa sababu ya mafuta, hawezi kukuelewa. Kwa hiyo ndio changamoto tunayoipata sasa hivi. Nachoweza kufanyika hapo, labda serikali ituangalie sisi watu wa chini, sababu sisi unakuta ni bodaboda, unaendesha chombo ya bosi, unatakiwa urejeshe kwa siku, na familia nyumbani na nini, mahitaji hapa na pale. Kwa hiyo ni serikali tu iangalie watu wa chini, kama kuna namna ya kupunguza bei ya mafuta kidogo ishuke na sisi tupate kwa sababu ukiangalia imepanda sana yani. Majina naitwa Mwidini Mustafa. Kutokana na swala la mafuta kupanda, hata sisi wenyewe limetuathiri. Maana ukija kuangalia hata sisi wafanyabiashara, kutokana na biashara tunayoifanya, unaenda kumtangazia mteja anakuambia kwamba tayari hata sisi nauli tumepandishiwa. Je, nitachukuaje bidhaa wakati na nauli imeshapandishwa? Unakuja unacheki na sisi hapo tunakosa hata changamoto, unapata changamoto ya kupata hata sisi tupate na nilia kuuza. Changamoto ndio inavyotokea hivyo. Tumezoea kwamba mafuta kwa yanapanda, lakini kwa awamu hii yamepanda kwa kiwango kikubwa. Unafikiri athari yake itakuwaje katika maisha ya kawaida? Angalau wangekaa kikao wakaongea, angalau wangewapunguzia hata bei. Make 170 ni nyingi sana. Ukija kucheki angalau wangewafanyia hata 50. Maana hela imekuwa kubwa. Hata sisi wafanyabiashara tunapata changamoto nyingi sana. Ukija kucheki yani hata sasa hivi hatuna wateja, hatupati wateja kabisa. Mtu anaangalia nauli imeshapanda, afu angalia kuchukua na bidhaa. Ndo unavyoona hata kwenye gari zimejaa, tunazo bado zimejaa toka asubuhi. Sio kawaida yetu kukaa na mali kama hivi ambavyo tumekaa nayo kwa leo. Kwa majina anaitwa Msome Wanjara, ni mkazi wa hapa Bukoba mjini. Na tunapozungumzia swala la upandaji wa mafuta, na athari itakuwa ni kubwa sana hasa kwa taifa letu. Na mafuta yanapopanda yanapelekea yani gharama za wananchi kupanda. Kwa mfano kama hapa sasa hivi bodaboda ambapo safari walikuwa kienda kwa shilingi 1,000, sasa hivi imepanda mpaka shilingi 2,000. Na magari pia nadhani nauli zinaweza zikaongezeka kwa sababu wameshaanza kulalamika kwamba wanapata hasara. Lakini jambo la msingi serikali ni kuweka mkakati mzuri wa kuhakikisha mafuta hayapandi, ikiwa ni pamoja kuweka na utaratibu mzuri wa uagizaji mafuta. Na pia vita hii ikiendelea tuweze kujua kwamba itaisha lini. Lakini serikali wangejipanga zaidi kuweka mkakati mzuri ili wananchi wapate unafuu wa maisha. Jina naitwa Method Rezaura Godian. Ni general manager wa vituo vya Total New Bukoba na Busagara, Shinyanga pamoja na Tinde ambacho kiko Didia mkoa wa Shinyanga. Ni athiri kwa sababu upatikanaji umenisumbua kidogo, kwa sababu niliagiza diesel kama wiki moja iliyopita, gari lipo pale tangu tarehe 23 halijawahi kupakia. Sema diesel haipo, anasubiria kufika labda tarehe 1 au 30 nilikuwa nimeahidiwa kwamba itakuwa imeshafika. Kwa hiyo niko nje ya mauzo kwa vituo vyote kwa wiki nzima upande wa diesel. Petroli ndio ilikuwa inakuja, wanaishambulia zaidi kwa sababu vituo vingine vilikuwa havina na yenyewe inawahi kuisha. Mpaka tarehe ya leo
Shinyanga nilikuwa sina mafuta yoyote. Mwanza Usagara nina petroli kidogo na yenyewe haizidi hata 5,000. New Bukoba 5,000 na Tinde haizidi 4,000. Kwa hiyo yote ni mauzo ya leo tu, kuanzia kesho nitakuwa sina mafuta, nategemea mpaka gari zipakie. Mwenendo unabadilika kulingana na maeneo mengine kama hawana. Nimeona japo mimi kwa Bukoba speed inakuwa ile ile ipo, kwa maeneo mengine ambayo vituo vingine sijawasiliana tangu asubuhi, sijajua wameamkaje, ila naiongelea Bukoba ambapo ndipo. Naona kama vile kaspeed kameongezeka kulingana na maeneo mengine, labda inawezekana hawana. Japo nasumbuliwa sana na wateja wa diesel na ni wateja wangu. So mimi nahudumia wateja ambao wanatumia sana sana kadi za Total na hawezi kwenda popote mpaka wanywe mafuta Total. Kwa hiyo wana wiki nzima wamepaki. Nakaa naulizwa gari linafika lini? Bado halijapakia. Kwa hiyo changamoto naipata kwa wateja wangu. Hao najua inategemea labda wao waagizaji, kuna labda either meli imechelewa ya kushusha. Maana walituambia kwamba inawezekana kati ya tarehe 2-3 tukao tunapokea mzigo. Kwa na sisi bado tunasubiri, tunaendelea kusubiri.